Leo tarehe 25 mwezi wa 3 2026 tumeendelea na zoezi la kukagua utekelezaji wa ilani kwa mujibu wa ratiba zetu ndani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni sehemu ya siku ya 3. Na leo tulikuwa tunakagua miradi ambayo inahusiana na watu wa RUWASA. Tumekagua miradi mitatu. Tumeanza na mradi wa Utegi Majengo pale kata ya Korio. Tumegundua mradi ule una changamoto kubwa mbili. Kwanza ni umeme mdogo ambao unafika kwenye chanzo cha maji ambao unapelekea pampu zile zisisukume maji kwa muda wa kutosha kupeleka kwenye tanki kubwa. Sisi kama chama tumetoa maelekezo ya jumla kwa ofisi ya mkuu wa wilaya iangalie namna ya kufanya mawasiliano na meneja wa TANESCO ili kutenganisha transformer ile isifanye kazi pamoja na huduma za wananchi na badala yake itoe huduma kwenye chanzo kile cha maji. Lakini jambo pili, tumeenda kwenye mradi wa pili kata ya Kitembe. Kule kuna mradi wa uliopo katika kijiji cha Sakawa. Mradi ule kimsingi una muda mrefu, ulitokana na uwekezaji wa mtu binafsi na baadaye aliingia makubaliano kati ya serikali na watu wa RUWASA, kwa akatoa kile chanzo cha maji kwa ajili ya kuipa serikali. Kwa hiyo mradi ule unafanya kazi vizuri japo sio kwa 100%. Kwa hiyo yale mapungufu ambayo tumeyabaini tumeielekeza serikali yashughulikie ili vile vijiji vitatu ambavyo havipati maji kwa haraka pale na maeneo jirani waweze kuyapata maji kwa uwiano ulio sahihi. Lakini mwisho tumekuja kwenye mradi mwingine wa maji hapa katika kata hii ya Bukura, kijiji hiki cha Bubombi. Ni mradi una muda mrefu kidogo na wenyewe bado una changamoto ya fedha. Kwa hiyo tumeielekeza serikali waandae maandiko na kama wameshaandika basi wakumbushie kwa wizara ili waweze kuleta fedha. Wananchi wanachotaka ni huduma. Kama jukumu la Chama cha Mapinduzi ni kuikumbusha serikali kwamba iweze kuleta fedha kwa wakati ili wananchi waweze kupata huduma. Jitihada ambazo zinafanywa na serikali tunaziona, kikubwa tuende wananchi waendelee kutoa ushirikiano na wakati wakiwa na subira, serikali ikiendelea kutekeleza majukumu yake kamilifu. Kwa hiyo serikali ya wilaya ya Rorya imeshaandika maandiko kuomba kwamba wilaya ya Rorya ipewe kituo chao maalum cha kupokelea umeme na usambazaji. Kwa michakato hiyo inaendelea, jukumu la serikali sasa kuangalia namna gani inaweza kutekeleza mradi huo kwa wakati. Tumeangalia kwa umakini, tumeridhishwa sisi kama Chama cha Mapinduzi. Lakini kama tulivyoeleza kwamba changamoto hazikosekani na hatuwezi tukamaliza changamoto zote kwa siku moja na kwa wakati mmoja. Kadri ambavyo huduma unavyoendelea kuzitoa kwa wananchi ndivyo uhitaji unavyotakiwa. Siku ya leo tuna kamati ya siasa ya wilaya inakagua miradi ya maendeleo kwenye wilaya yetu ya Rorya, na ni mwendelezo wa ziara ambayo tumeanza siku ya Jumatatu, na leo tumekagua miradi ya maji hasa ukanda huu wa juu huku pakani na Kenya, na tumeanza Utegi kaenda Sakawa, sasa hivi tuko hapa Bukura. Tumesikia hilo tatizo la low voltage kwenye miradi yetu ya maji, na imekuwa pia nayo ni sehemu ya changamoto kwa sababu mashine sasa zinatumia muda mrefu zaidi au muda mwingi zaidi kusukuma maji, mahali ambapo walitakiwa wasukume maji kwa masaa 8, sasa hivi wanatumia masaa zaidi ya 8. Kwa hiyo tumelipokea na tumeshawasiliana na meneja wa TANESCO, amesema atapita kwenye miradi yote ya maji ambayo ina changamoto ya umeme kidogo, upungufu wa umeme, ili waweze kufanya marekebisho, wapate umeme wa kutosha na huduma zirejee kama kawaida. Wananchi wa Rorya, kwa sababu miundombinu ya maji inapita kwenye maeneo yetu, wito wangu wa kwanza kabisa tulinde na kutunza miundombinu ya maji. Tumeona baadhi ya sehemu watu ambao wanahitaji maji kwa ajili ya ng'ombe, mifugo, wanakata mabomba wananywesha mifugo yao. Utaratibu huo sio sahihi. Mahali ambapo kunahitaji maji kwa ajili ya mifugo, tumekuwa tukishirikiana wenye mifugo, tunajenga dipi za muda au tunawekea pale sehemu ya kuchotea maji kwa ajili ya kunywesha mifugo. Lakini pia kwa wale ambao wanapata huduma hizi za maji, tunasisitiza walipie hizi huduma za maji kwa sababu ili huduma hii iweze kutolewa inahitaji kununua umeme, inahitaji kulipa wale wahudumu wanaosimamia hiyo miradi. Kwa majina naitwa Engineer James Simon Kishini, ni manager wa RUWASA wilaya ya Rorya. Utekelezaji wa ilani ya chama, tumepata wasaa kutembelea katika skimu 3 za maji. Katika skimu ya maji ya Utegi Majengo ni mradi ambao umekamilika
na unatoa huduma katika vijiji viwili vya Sakawa na katika vijiji viwili vya Utegi na Majengo. Mradi huu kutokana na population kuwa imeongezeka sana ya vijiji katika vijiji vya Majengo na Utegi, skimu hiyo kwa sasa inatoa maji kwa mgao. Hii inatokana na uwezo wa kisima chetu kilivyokuwa kimechimbwa kwa kipindi kile, kwa sababu maji yametekelezwa katika mwaka wa fedha 13-14. Kwa hiyo sasa na population imesha kuongezeka na mpaka saizi pale kuna eneo la jeshi pia watu ni wengi. Kwa hiyo sasa serikali mpaka sasa imeshachimba visima vitatu. Visima vyote hivi ni kwa ajili ya kuweza kusupplement ili kuweza kumiti ile demand ya maji yanayohitajika katika jamii ya Majengo na Utegi. Miradi mingi ya maji iliyopo katika wilaya yetu ya Rorya. Kwanza hapa plant station iliyopo katika maji tunachukua umeme upande wa Rorya. Tunachukua umeme kutoka Mgodi Mara kuja huko. Kwa hiyo unakuja umeme huu kwa wakati mwingine wa mchana. Skimu nyingi haziwezi kusukuma maji. Haziwezi kusukuma maji kwa sababu moja, zinapatwa na changamoto ya low voltage. Tuwasiliana sana wenzetu wa TANESCO na wenyewe wamesema wapo katika hatua, wameshaweka mapendekezo ya kuweza kupata substation ambayo iweze kujengwa upande wa Rorya, ili basi umeme ule unafika pale, unapozwa pale na unaweza kuwa unagawiwa kutokea hiyo substation ambayo itajengwa upande wa Rorya, na sio hii tunayotegemea kutoka upande wa Mgodi wa Mara. Changamoto kubwa tunayokumbana nayo katika adha kubwa ambayo inatutesa, kwanza jamii kukatakata miundombinu ya mabomba, vile jamii kutokulipa madeni wanaodaiwa au kulipa zile ankara za bili, walimbikiza madeni. Ukuta mtu analipa kidogo yuko analimbikiza madeni yaliyopita. Vile tunaomba pia hata taasisi za umma na zenyewe mashule, zahanati na zenyewe za madeni makubwa sana. Kwa majina anaitwa Daniel Lazaro Mberi, diwani wa kata ya Bukura. Nimefurahishwa na kamati yetu ya siasa ya wilaya na timu ya wataalamu wote ambao wamefika kwenye chanzo chetu cha maji ndani ya kijiji changu cha Bubombi. Lakini pia niwashukuru wataalamu wetu wa idara ya maji RUWASA kwa wilaya ya Rorya kwa namna wanavyotusaidia, wanavyozungukia kila eneo na kuhakikisha wanaimarisha vyanzo vyetu vya maji vilivyokuwepo tangu awali. Nimeamua sasa kila mara na kwenda kwenye mikutano ya hadhara na waita wananchi na waambia kuheshimu mabomba hayo ya kwetu, lakini pia kuheshimu miundombinu.